Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Kwa majina ni Pastor Sila. Natumikia Mungu katika kanisa la KG Athi River. Yesu ni mzuri na anabariki baba. Naje tuombe, tufungue na maombi. Baba, ni asante kwa kweli Mungu umelinda, umetuonekania. Ni asante kwa mtazamaji ambaye anaenda kunitazama saa hii. Yesu mbariki, muonekanie, mtetee, mfahamu katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Nataka tuangalie maandiko katika kitabu cha Matthew chapter 5 verse 13 kushuka chini. Maandiko inasema ya kwamba sisi ni chumvi ya ulimwengu, na chumvi ikiisha ladha inatupwa na kukanyanga na watu. Bwana Yesu asifiwe. Sisi ni chumvi ya ulimwengu. Sisi ni chumvi, sisi ambao tunaitwa na Mungu, sisi ambao ni watumishi wa Mungu, sisi ambao tumeokolewa kwa jina la Yesu. Sisi ni chumvi. Tunafaa kuwa na ladha. Tunafaa kuwa na ladha ambao watu wakituonja, wakituangalia tuko na ladha. Maandiko inasema chumvi kisha ladha inatupwa. Haleluya. Hatufai kuisha ladha. Hatufai kuisha kikambo, linasema hatufai kuthela na musama. Tunafaa kuwa tunaonekana watu ambao wanafanya matendo mazuri, watu ambao wanavutia watu wakuja kwa Yesu. Sisi watumishi wa Mungu tunafaa kufanya matendo mazuri mbele za Mungu, lakini unapata sisi ndio tunafanya maovu, tunasemeni, tunaongelelewa mabaya, maana tutendi kulingana na mapenzi ya Mungu. Haleluya. Maandiko imesema hapa chini, sisi ni taa ya ulimwengu. Tunafaa kuonekana watu ambao tunafaa kuwa tunawangashia watu wa Mungu. Kitabu cha Isaya 60 inasema tuamke tukaangaze, maana sisi ni mwanga. Tunafaa kuangashia watu wa Mungu. Tunafaa kuangashia watu ambao wamepotea, waone nuru ndani yetu, maana Yesu mwenyewe ni nuru. Alikuja kuweka nuru ndani yetu. Anasema ya kwamba yeye ni nuru ya ulimwengu. Wakati alikuja katika dunia, alileta kuleta mwanga duniani. Haleluya. Kama Yesu ni nuru ya ulimwengu, sisi tunafaa kuwa tunamfuata Yesu Kristo. Tunafaa kuwaka dunia mzima, watu waone nuru katika dunia. Hatufai kuleta giza, maana giza ni ya Shetani. Watu wamepotelea gizani. Sisi tunafaa kuangazia watu katika hiyo giza kubwa, lakini sisi tunaleta giza kubwa katika ulimwengu. Watumishi wa Mungu, watu ambao wameokoka ndio wameleta shida, ndio wanaleta giza duniani. Haleluya. Sisi ni mwanga. Sisi tunaangazia dunia mzima, watu waone nuru ya Yesu Kristo. Wakati Yesu alikuwa hapa duniani, alituacha ili tumfuate, tufuate matendo yake, tufuate huduma aliyoacha hapa duniani. Hatufai kufuata giza ya Shetani. Shetani alitupa hapa duniani kuleta giza. Haleluya. Watu wa Mungu, tunafaa kuangazia dunia yote. Tunafaa kuweka nuru. Kama wewe ni mtumishi wa Mungu mahali pale, matendo yako ionekane mazuri mahali ulipo popote. Kama umeokoka unaantanishwa na jina la Yesu, watu ambao hawajaokoka wakaone ya kwamba wewe uko na nuru, lakini wasione giza. Dada ambao umeokoka, usitende matendo ya watu wanatenda. Usiwe watu wa kusengenya, usiwe watu wanafuata usharati, usiwe mtu wa kuleta ulevi. Na umeokoka, waimbaji ambao waimba nyimbo za Injili, msilete mambo ya mpao aendani na Yesu Kristo. Haleluya. Tunasema ni asante popote ulipo, umesikia neno la Mungu. Wewe ni chumvi ya ulimwengu. Wewe ni chumvi, wewe ni nuru ya ulimwengu. Wewe ni nuru ya ulimwengu. Ulimwengu huu umejaa giza kubwa. Ulimwengu huu umejaa maovu. Ulimwengu huu umejaa mambo mabaya, lakini maandiko yamesema ya kwamba sisi ni ulimwengu, nuru ya ulimwengu. Tuangaze dunia hii. Kenya hii imejaa mambo mabaya. Kenya hii imejaa maovu. Kenya hii imejaa masukosuko. Kenya hii imejawa na mambo ambayo haifai. Watumishi wa Mungu, watu wa Mungu ambao tunatenganishwa na jina la Mungu, tuache maovu, tuache mabaya, tumfuate Kristo. Ingawa tunaishi katika nyakati za neema, tusitumie hii neema vibaya. Tusitumie hii neema kwa kuleta mambo mabaya. Tunatenda dhambi. Nisikie mwingine akisema ya kwamba anatenda dhambi na anajua atasamehewa. Ni sawa, utasamehewa, lakini dhambi itakundangamisha wewe. Dhambi itafanya ukue katika roho. Unakaa mahali pamoja. Ni kweli umeokoka, ni kweli tunakaa katika neema, lakini neema hii isikufanye ufanye maovu. Neema hii ambayo tumepewa na Mungu, tunakaa tuoneshe mambo mazuri. Haleluya. Neema hii tumepewa na Yesu Kristo ni neema ambayo inastahili. Tuko chini ya sheria tena, tuko juu ya neema.
Neema hii imetupatia uwezo, imetupatia nguvu. Haleluya! Kwa hivyo mtumishi wa Mungu, wacha kukimbizana na mambo ya dunia, wacha kukimbizana na fedha, wacha kuragai watu, ukiwadanganya, ukiwatolea unabii ambao ni wa uongo, ukiambia watu kwa mlimani wa kutumia pesa uwaombee. Ni sawa, tunahitaji fedha, lakini fedha zinaletwa na Mungu. Mungu atanguza watu akupatie fedha. Maandiko yanasema kwamba kitabu cha Isaya ya kwamba wakati utaangaza, Mungu atatuma wafalme, watakuletea vitu vya dunia hii, watakuletea pesa, watakuletea utajiri. Ukisoma pale verse 12 inasema ya kwamba utanyonya matiti ya watajiri. Wacha kuitisha pesa, wacha kudanganya watu. Kuudhisha sana, unatanganya maskini. Hapana, watumishi wa Mungu, tuangazie ulimwengu, tuangazie ulimwengu wa saa hizi. Angalia mahali tuko katika wakati za mwisho. Shetani ameinua watumishi wake ili wanakaa kama malaika, wengine wanajifanya ni watumishi wa Mungu, lakini ukiangalia ndani yao hakuna nuru ndani yao. Wacha nuru ionekane ndani yako, wacha Yesu aonekane ndani yako mtumishi, wacha nuru ionekane ndani yako, wacha matendo mazuri yaonekane. Nuru ni matendo mazuri, matendo ambayo inaendana na Mungu, matendo ambayo inaendana na matendo ya Yesu Kristo pale msalabani. Mbarikiwa sana watu wangu wa Facebook ambao watatazama hii picha, ambao watatangaza hii mahubiri. Najua mnapenda video zingine ambazo ni sawa, lakini penda mahubiri ya Yesu Kristo, na ubarikiwe sana. Kwa jina la Yesu naomba na kuamini.